Kwa hiyo anaweza akaleta shida, anaweza akaleta magonjwa, anaweza akaleta huzuni, anaweza akaleta mateso, mkateswa. Na kuna wengine wanadhani kwamba ukishampokea Yesu basi hawezi ukateswa, hawezi ukapatwa na changamoto. Sasa labda nikuulize, Yesu mwenyewe alijaribiwa, iweje wewe unayemfuata usijaribiwe? Yesu mwenyewe alichukiwa, iweje wewe unayemfuata usi... Yesu mwenyewe aliteswa mpaka akauawa. Sasa itakuwaje kwako wewe mfuasi? Yesu alisema ikiwa imekuwa hivi katika mti mbichi, itakuwaje katika mti mkavu? Kwa hiyo tunapokuwa na umoja, shetani anaona ya kwamba tutapata nguvu ya kuweza kumshinda na kuteka mateka aliyowateka na kuwarejesha zizini. Kwa hiyo rafiki zangu, pale ambapo utaona mmekuwa na umoja na mshikamano, lakini shetani akaanza kuleta magonjwa, akaanza kuleta kuchukiwa na watu, kuteswa na kufarakanishwa na ndugu na marafiki, sikiliza kile ambacho Yesu alikisema katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 18 na ule mstari wa 28 na mstari wa 29. Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 na ule mstari wa 29. Neno la Mungu linasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Pale ambapo changamoto zitatujia, licha ya kwamba tumeungana pamoja na kuwa na umoja, kuwa na maombi ya pamoja, kusali kwa pamoja, kutiana moyo, kufarijiana, kutembeleana, kusaidiana pale ambapo mwingine amekosa chakula, amekosa mavazi, lakini ukaona changamoto zinaingia, acha kuhangaika wenyewe kama kikundi, mweleze Yesu, mwambie Yesu, ulisema tuje kwako tunaosumbuka na kuhangaika na mizigo. Na katika kitabu cha Wafilipi pia tunapata tumaini ambalo tunapaswa kulitendea kazi. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6, neno la Mungu linatueleza habari ya kutojisumbua wenyewe. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo tunapaswa kumweleza Mungu, tusijisumbukie sana na mambo ambayo yanatusumbua. Kwa hiyo changamoto zinapoinuka na zinapoibuka, tusitumie akili zetu wenyewe, tumtegemee Mungu. Lakini pia katika kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 7 tunakutana tena na neno hilo hilo ambalo linatuasa kutojitegemea, bali kumkabidhi Bwana njia zetu. Mithali sura ile ya 3 mstari wa 5 hadi ule wa 7, neno la Mungu linatuambia maneno yafuatayo: mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemea akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Rafiki zangu, tunapaswa kumtegemea Mungu kwa unyenyekevu. Tunapokusanyika pamoja kwa nia ya Kristo, tunapaswa kumtegemea Mungu. Tunapaswa kumkabidhi Yesu changamoto na yote yanayotupata, na tutakapokuwa na umoja, Roho wa Mungu atakaa ndani yetu. Tutakuwa na nguvu za kumshinda mwovu, tutakuwa na tumaini lisiloweza kuyumbishwa, tutakuwa na nguvu, maana hata kama mmoja akitaka kuregea, basi wengine watamtia nguvu. Na hiyo ndiyo faida ya kuwa na umoja. Kwa nini mwanzoni nilianza na kile kisa cha ile ndoa ambayo ilikuwa na migogoro yake ilikuwa haishi, magomvi yalikuwa yaishi, kwa sababu mke alikuwa na kazi na mwanaume alikuwa na kazi. Kwa hiyo asubuhi ni kutawanyika, baadaye wanakutana usiku.
hawana muda wa kuzungumza, magomvi, yani, lakini wakaja wakajadili pamoja. Sasa kwa nini tusitenge muda wa kukutana pamoja na kuzungumza? Na walipoamua kukutana pamoja na kuzungumza, wakawa wanaenda maeneo mazuri ya ufukweni, wakawa wanaenda sehemu yenye milima, wakawa wanaenda sehemu yenye uoto wa asili, wanakaa wanazungumza hata kwa masaa matatu. Basi yale magomvi yakawa yameisha. Na kama Wakristo tunapaswa kuungana pamoja. Kumbukeni, sisi ni viungo vya mwili wa Kristo. Kichwa ndiye Kristo mwenyewe, halafu mwili wa kanisa unajengwa na washiriki. Kuna mmoja ni mhubiri, mwingine ni mwinjilisti, mwingine ni mwimbaji, mwingine ni mkarimu au bawabu, mwingine ni shemasi, mwingine ni mzee wa kanisa, mwingine anaweza kuonya, mwingine anaweza kushauri, mwingine ana mada ambazo zinatia moyo, mwingine anaweza kukemea. Kwa tunapokusanyika pamoja, basi karama hizo zote zitatumika kutuimarisha na tutakuwa na kanisa imara. Na ni muhimu sana, rafiki yangu, programu ya maombi yanapotangazwa katika jumuiya, jambo katika jumuiya tangazwa, usijibague. Kujibagua ni hatari, lakini unapokuwa katika jumuiya mnashirikiana kwa pamoja, kuna nguvu isiyoelezeka. Kuna wakati mwingine utakuwa umekata tamaa, utatiwa moyo na rafiki yako. Kuna wakati mwingine utakuwa hauna tumaini, mwingine atakutia tumaini. Lakini kuna wakati mwingine utakuwa haujui, mwingine atakuambia, rafiki yangu, ni hii, yaani wewe fanya moja mbili tatu itakuwa vizuri. Kwa hiyo tunaweza tukaona umuhimu wa kukusanyika pamoja katika nia moja ya Kristo.